Mungu anapendezwa zaidi na sadaka ya nafsi na maisha kuliko sadaka ya vitu. Wala walikuwa wanakwenda na vitu, si ndio? Lakini wenyewe wao wamebaki, ukisema twende na damu ya kwako, ya kondoo. Walikuwa hawajitoi sadaka wenyewe, walikuwa wanatoa sadaka vitu. Na Mungu anapendezwa zaidi na sadaka ya nafsi yako kuliko ya vitu vyako, ili mkilijua. Kwa hiyo mnapotoa vitu kama matoleo kwa katika maadhimisho matakatifu, hakikisheni mnaunganisha nafsi zenu na sadaka hizo na vitu mnavyovitoa. Mfano, katika majimbo mengi hapa Tanzania kunakuwa na jumuiya ya zamu kila Dominika hivi, si ndio? Kila Dominika kutakuwa na jumuiya ya zamu, au tuseme kila wiki. Jumuiya ya zamu itafanya kazi ya kusafisha kanisa, kupeleka matoleo na kusimamia wakati wa ibada. Sasa unaweza kukuta waumini wengine mkisikia wiki ijayo zamu yetu, sasa matoleo haya, kila familia ichange 10,000 ya kununua matoleo kule. Sishana wakati mwingine hela za matoleo, au wakati mwingine mwambia mhasibu chomoa kule kwenye hazina ya jumuiya, mnanunua pale. Sasa tuseme kama kila familia itoe 10,000 au 20,000, mnatoa, mnaenda kununua vitu huko. Mwambia Jumamosi twende tukafagie. Nasema Jumamosi nina safari zangu vile, akili basi tumkodishe pale, kuna vijana hawana kazi, tuwape hela wakatufanyie usafi kule kanisani. Unatoa hela, vijana wanaenda kufanya usafi. Jumapili wakati wa misa mnakwenda pale, mnatoa matoleo yenu. Wewe unadhani Mungu anapendezwa sana na hiyo hela yako uliotoa sisi tukanunue sukari, au tukatoa tukalipe kibarua tufagilie, kuliko ungeenda wewe mwenyewe kumfagilia Mungu kanisani? Mungu anapendezwa na sadaka ya nafsi, sio vitu. Sadaka na dhabihu na matoleo ukupendezwa nazo. Ndipo niliposema tazama nimekuja. Unakuja wewe, unabaki chumbani pale, jumuiya mimi na kazi, basi chukua 10,000 mlipe yule kibarua katufagilia kanisani. Mungu apendezwi na hayo, wapendwa. Anakupenda wewe.